Karibu sana mwana michezo, tuzitazame taarifa kubwa za kimichezo kwenye show ya kwanza kabisa ya kimichezo nchini, show ya Bao la Asubuhi. Skripti ya vipindi vya michezo nchini Tanzania ndiyo kwanza inaanza. Tayari saa 12 muda wetu wana michezo kutoka hapa Bongo FM. Twende tuzitazame taarifa hizo kubwa ambazo tumekuandalia tangu tulipoachana Ijumaa iliyopita, na hii leo tunakutana Jumatatu ya Mei 5, mwezi mwingine kabisa huu. Tunakwenda na mambo mapya kabisa ya kimichezo ambayo utayasikia kutoka hapa kwenye Bao la Asubuhi, kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, kama ilivyo siku zote, na ndivyo itakavyokuwa leo. Na zaidi tumeongeza madini ya kimichezo ambayo unatakiwa kuyapata mwana michezo ili uweze kufurahia show yetu ya kwanza kabisa ya kimichezo nchini Tanzania. Makubwa kati ya mengi ambayo utayasikia hii leo ni pamoja na mchezo wa ligi kuu wa kiporo ambao tutawakutanisha wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa ugenini kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo wakicheza dhidi ya JKT Tanzania. Wanasemaje makocha kwenye mchezo huo? Tutakuja kutazama kwa kina zaidi kinachozungumzwa kuelekea kwenye huo mchezo ambao unatazamwa kwa jicho la tatu na watu wengi kwenye soka la Tanzania. Tutakuja kutazama pia kuhusiana na tuzo ya mchezaji bora, kocha bora, pamoja na uwanja iliyotolewa mwezi uliopita. Nini ambacho kimefanyika, nani aliyestahili, nani aliyepata? Tutakuja kutazama kwa kina zaidi kuhusiana na tuzo hiyo, lakini pia tutapata wasaa kutazama kikosi cha timu ya Tanzania cha Ngorongoro Heroes ambacho kipo pale Misri kikicheza michuano ya AFCON, lakini kimepoteza kwenye michezo miwili mfululizo kwa aggregate ya goli 1-1 kwenye kila mchezo. Tutakuja kumsikia Charles Boniface Mkwasa, kocha mkuu wa kikosi hicho, anasema nini juu ya matokeo ya kikosi hicho. Tutakuja kumsikia kwa kina zaidi akizungumza hapa ndani, lakini tutapata wasaa kutazama Azam FC Zaka za kazi ya jibu juu ya kile ambacho kimekuwa kinaulizwa. Je, Azam wapo nchini, wapo ligi kuu kwa ajili ya kutafuta kiki na kuendesha magari au vipi? Amejibia hapa Zaka za kazi. Tutakuja kumsikia na kuweka maneno juu ya hiyo taarifa ambayo inaendelea kwenye Azam FC. Uvumilivu umemshinda. Uvumilivu umemshinda. Hatimaye ametema nyonga. Nyongo. Sawa, atakuja kusikia kinachoendelea, lakini sisi ni watu wa pesa kabisa. Na kimataifa wakati tunaenda kupaa huko, tunaenda kutazama taarifa za huko, huwa tuendi hivi, tunaenda na mwewe.